Basi kwa namna ya pekee sana siku ya leo ninapenda sana tuongelee kwa habari ya usingizi uliobeba hatima ya mtu. Unajua usingizi siku zote huwa inakuwa ni kitu cha kawaida sana. Mtu anapoongelea kwa habari ya usingizi, anaweza akasinzia akiwa kwenye gari. Anaweza akasinzia akiwa nyumbani, anaweza akalala kitandani. Na wakati mwingine kuna watu ambao hata wakitembea tu wanasinzia. Leo nataka tujifunze kidogo hatima ya mtu na usingizi. Kuna mahusiano gani? Kuna mahusiano gani mtu alale? Wanasema ukilala vizuri ndipo unakuwa vizuri. Wanasema akilala vizuri hata mgonjwa wakati mwingine akiwa hana hali nzuri wanajaribu kumtafutia usingizi alale. Lakini kwenye ulimwengu wa roho inaashiria nini? Basi siku ya leo tutaenda moja kwa moja. Nitakusomea neno limeandikwa kwenye Mwanzo sura ile ya pili. Nitaanza mstari wake ule wa 21. Mwanzo sura ya pili mstari ule wa 21. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunga vyema mahali pale, na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyo ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema alipolala Adam akakutana na kitu kinaitwa usingizi, lakini katika usingizi wake akapata kitu kingine. Ameamka akakutana na mke, akakutana na mama wa watoto wake, akakutana na msaidizi wake. Alivyoamka akakutana na mshauri. Wewe kwenye usingizi wako ukilala, ukiamka unakutana na nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kwenye Wafalme wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 5 mpaka ule wa 15 unakutana na Suleiman. Suleiman amelala usingizi mmoja tu, sio usingizi nyingi, usingizi mmoja tu. Alipokuwa katika kulala kwa usingizi wake, usiku katikati ya usingizi anakutana na Bwana. Bwana anamwambia, omba lolote nikupe, omba chochote nikupe. Ndani ya usingizi Suleiman anaomba kwa habari ya hekima. Ndani ya usingizi ndipo anapopata majibu. Anaambiwa ya kwamba ulichokiomba na zaidi ya ulichoomba nimekupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua katika kulala, mara nyingi watu wanapolala katikati ya usingizi, ameshalala, hawezi kuwa na nguvu ya kujibizana. Wakati mwingine zipo ndoto ambazo mtu akiota anakutana na ndoto anashambuliwa, anakutana na ndoto anapigwa, anasemwa, lakini hana uwezo wa kujibu. Ni usingizi wa namna gani unalala? Bwana Yesu asifiwe sana. Suleiman ndani ya usingizi alikutana na Mungu. Kwenye usingizi wake huo wakapeana mabadilishano ya maneno, omba nikupe, naye akaomba na Bwana akamjibu umo kwenye usingizi. Ukisoma mstari wa 15 mpaka ule wa 16 anasema aliponyanyuka akasema, kumbe ni ndoto tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ni usingizi tu. Haleluya. Na alipoamka tayari Mungu alikuwa ameshakamilisha vyote. Ukianza kuanzia mstari ule wa 20 aliomba hekima ya kuamua watu. Kuanzia mstari wa 20 unakutana na watu wawili, wanawake wawili ambao wamelala usingizi. Katika kulala usingizi wao, mmoja akabadilisha mtoto wa mwingine, kwa sababu wote wawili walikuwa tayari wana watoto. Na watoto hao wote walikuwa wa jinsia moja. Walivolala kwenye usingizi mmoja akamlalia mtoto wake, akafanya nini? Akafa, na mwingine akawa hai. Wakati yule mwenye mtoto ambaye yuko hai amelala, yule mtoto aliyekufa, ambaye mtoto wake alikuwa amekufa, akamchukua akaenda kumbadilisha kwa yule mama ambaye mtoto yuko hai. Umeona sasa, ndani ya usingizi kuna mambo mengi. Ndani ya usingizi kuna kubadilishiwa maisha. Mama ambaye alijifungua mtoto mzuri, anaamka mtoto ameshakufa kwenye usingizi mmoja. Usingizi wako ukilala wewe unakuletea kitu gani? Ukasome kwenye Ayubu 33 mstari wake ule wa 14.
mpaka wa 16 anasema Bwana husema na watu usingizini, katika ndoto usiku. Anasema huwa anasema mara moja, anaweza akasema mara mbili, akasema hata mara tatu, hata kama usikii. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ndoto. Kwa nini anasema ukiwa usingizini? Usingizi ni eneo la kutulia. Usingizi ni mahali ambapo mtu yeyote yule anakuwa kwenye utulivu. Usingizi ni ambapo eneo ambapo kwenye ulimwengu wa roho kuna kazi ya ziada. Roho yako inafanya kazi, nafsi yako inafanya kazi, mwili unakuwa umetulia, lakini kuna vitu vile vinaitwa roho na nafsi, zote zinakuwa hai kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye ule usingizi mtu mmoja huwa anakutana na hatima, anakutana na Mungu, anaweza akakutana na uharibifu, kwa sababu kwenye kila njozi, kwenye kila ndoto nayo yote katika usingizi, iwe ni ndoto ya kujifurahisha ambayo inakutana na hali za mchana, kama anavyosema kwenye Mhubiri sura ile ya 5 kuanzia mstari wake ule wa 7 na kuendelea. Anasema kuna ndoto nyingine ni kwa sababu ya mahangaiko ya mchana. Unakutana na shughuli nyingi, umewaza sana, au kuna mtu anakukorofisha sana, kwa hiyo umemwaza sana. Usiku mzima unaweza ukaota kwa habari yake. Hujawahi kugombana na mtu, alafu usiku ukaota kabisa mnakimbizana, mnagombana zaidi, kwamba umemwaza mchana kutwa, usiku unaota unagombana naye pia. Lakini ukisoma kwenye Zaburi 89 mstari wake ule wa 19, Bwana anasema huwa anasema na watakatifu wake kwa njia ya njozi. Anasema na watakatifu wake kwenye njozi. Ina maana mtu yeyote yule ambaye ndani yake ana nguvu ya Mungu, ana Roho Mtakatifu ndani yake, huwa ana tabia ya kusema na Bwana wakati wa usiku. Kamtafute mtu mmoja anaitwa Ibrahim, wakati huo bado anaitwa Abraham, kwenye Mwanzo sura ile ya 15, Mwanzo sura ya 15 anzia mstari wake ule wa 8 tu, utaona anasema na Bwana kwenye njozi, wanajibizana. Anasema na Bwana kwenye njozi, wanajibizana. Anasema neno la Bwana lilimjia katika njozi, kuanzia mstari ule wa kwanza. Anasema neno la Bwana lilimjia katika njozi usiku. Bwana anamwambia toka nje kahesabu nyota. Usiku, haikuwa mchana, ilikuwa katika njozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Abrahamu anaponyanyuka ule mstari wa 8 anasema nitaamini vipi hichi ambacho nimekiona usiku, nitaamini vipi? Bwana akamwambia sasa fanya hiki na hiki na hiki. Kile kitu alichokifanya hakukifanya tena kwenye njozi. Zile ndama alizochinja hakuzichinja tena kwenye njozi, akaja kuzichinja kwenye hali ya kawaida. Wanasema kwenye ulimwengu sasa wa mwili, sio tena kwenye njozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ambavyo kuna wakati unaweza ukaviota, kuna wakati unaviona ukiwa kwenye usingizi wako, alafu vinakuja kutokea moja kwa moja kwenye hali ya kawaida. Unakiona kwenye usingizi, unakuja kiona tena kwenye hali ya kawaida. Kasome Danieli sura ile ya 9 anzia mstari wake ule wa 20 mpaka wa 23. Anasema ya kwamba katika kuomba kwake, alikuwa katika kuomba, alikuwa katika kufunga, alikuwa katika kuungama. Anasema ilipokuwa wakati wa jioni, siku hiyo ya mfungo wake na maombi yake, alipokuwa anaomba, ilipokuwa wakati wa jioni, alipokuwa anataka kutoa dhabihu ya jioni, alikutana na malaika. Anakutana na malaika, lakini mara ya kwanza yule malaika aliyekutana naye safari hii alikutana naye kwenye njozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikutana naye kwenye njozi. Anasema niliyemuona katika njozi ndiye akaja kukutana naye tena moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo huwa vinatengenezwa kwenye kila usingizi. Si kila usingizi unalala. Kuna usingizi mwingine usilale. Kuna usingizi ambao unatengeneza maisha, kuna usingizi ambao unaharibu maisha kabisa. Danieli anakutana na malaika ambaye mara ya kwanza alikutana naye kwenye njozi. Sasa hizi anakutana naye tena. Anakumbuka kwamba huyu nilionana naye, lakini nilionana naye wapi? Katika usingizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukasome Waamuzi sura ile ya 16. Anza mstari wake wa 10 tu.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Anzia mstari wake wa 10 tu. Anasema ya kwamba siku hiyo sasa Samson alipolala tena, alilala usingizi wa ajabu. Maanake wanasema kidogo alikuwa amepata kinywaji ambacho kilimpa usingizi. Mnaopenda kunywa vinywaji vinavyowapa usingizi. Kuna usingizi mwingine wa ulevi unaweza ukasababisha ukutane na hatima mbaya. Samson aliyekuwa anategemewa na wana wa Israeli atawakomboa wote katika mkono wa Wafilisti, alishindwa kufurukuta kwenye usingizi wake, usingizi ambao aliuongeza mwenyewe. Delila anatumia usingizi ule kuharibu hatima ya maisha ya Samsoni kabisa. Usiku amelala siku hiyo, akachukua akamnyoa nywele, kitu ambacho hakikutakiwa kufanyika kwenye maisha yake. Ukasome Waamuzi sura ile ya 13. Waamuzi sura ya 13. Malaika anapokutana na mke wa Manoa anamwambia nywele yake haitapita wembe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu ya usingizi wa mngamngamu, usingizi ambao unaharibu hatima yake kabisa, Samson ananyolewa nywele. Na aliponyolewa nywele, anapotoka ndani ya ule usingizi, anapoamka ndani ya ule usingizi, anajikuta ya kwamba hana nguvu tena. Anapojaribu kufurukuta, anapoteza na macho. Anapokazana, anaishia gerezani. Anapopata nguvu, anapoanza kusema sasa nianze, anatolewa ili akacheze awafurahishe Wafilisti. Anapoenda, nywele zake zinakuwa sasa kama zimeanza kutoka, na ndipo ambapo hatima yake inaishia. Anasukuma nguzo ya ukuta, lile bwalo lote, ukumbi wote uliokuwa pale, wote kabisa unaangukiwa, na yeye akiwa ndani amekufa. Usingizi mmoja, tena usingizi ambao hakutegemea, kwa sababu Delila alimfanya akanywa siku hiyo vizuri.